Leo hii mapema kwenye ukurasa wa Instagram unazidi kuchangamka sana. Moja kati ya tukio sasa hivi ambalo limemeke trend kwenye mitandao ya kijamii, tukio ambalo linamhusu Mwijaku na wanadada wa chuo ambao picha zao zimezidi kusambaa kwenye mitandao ya kijamii wakiwa wanagombana na wanapigana na kuzalishana kwenye mitandao ya kijamii. Hususan inasemekana kwamba wanatoka kimahusiano na DC Mwijaku. So hii ni moja kati ya story ambayo inazungumzwa sana kwenye hichi kipindi na inaendelea ku make headline. Lakini pia reception, mapokezi ya watu wamechukulia kitofauti. Kuna wengine wamechukulia negative, wengine wamechukulia positive, wengine wanasimama kwenye upande wa wanadada wa chuo, lakini wengine wanasimama kwenye upande wa Mwijaku. Watu wametoa maneno mengi sana, lakini pia Dr. Doris Gwajima ambaye anahusika na maadili ya wanawake na jamii kwa ujumla. So lilizungumzia ili kuhusiana na video ambazo zina trendi na uchafuzi wa maadili kulingana na picha ambazo zinaonekana. Ilitolea ufafanuzi na akasema pia wote ni vizuri wakafikishwa katika mahakama na sehemu salama ili kuhojiwa vizuri. Lakini pia hata Mwijaku ilizungumzwa na ilitajwa hapo kwamba pia itakuwa ni moja ya watu ambao watafika mahakamani na watatoa ushahidi vizuri kwamba ni kitu gani ambacho kimeendelea mpaka jina lake limetajwa na kuna namna gani imeingilia mpaka jina lake limetajwa na watu wamepigana, wakazalishana, wakakatana nywele na vitu vingine kama hivyo. So hiyo ilikuwa hivyo. Lakini pia leo kwenye mitandao ya kijamii tumeona moja kati ya comment ambayo ya bondia Hassan Mwakinyo, ambaye kwa sasa hivi pia ni moja kati ya mtu ambaye pia ni specialize mara kwa mara tunamkutaga kwenye mitandao ya kijamii. Anazungumzia vitu ambavyo vinagusa jamii au kuna kitu ambacho kimegusa jamii, huaga anatoaga maoni yake. So leo tumemwona kwenye peji ya Gwajima na akampongeza Gwajima ya tukio juu ya maamuzi ambayo ameyafanya kulingana na tukio ambalo linaendelea sasa hivi linalomhusu Mwijaku pamoja na mabinti wa chuo. Comment yake ni kama inavyosema hivi. Anazungumza Hassan Mwakinyo kwa kuandika: pongezi sana kwa heshima Gwajima Madi, pongezi kwa jeshi la polisi kanda maalum ya Kenge. Mwamija amezoea sana kudhalilisha wanawake kutoka kwa yule dada wa Bongo Movie mpaka wanafunzi wa chuo, ni tabia amezoea, hakuna kuchukulia poa. Hii comment imezua taharuki sana na watu wamechukulia kwamba pia hata watu wa pembeni wamekasirishwa na kitu ambacho amekifanya Mwijaku mpaka wadada wa chuo wamepigana na inapelekea mpaka wanapelekwa mahakamani na kesi zingine zinaendelea. So hii ni tukio ambalo pia Mwijaku hajalifumbia macho kuona comment ya Hassan Mwakinyo ambayo ameizungumza hivyo. Sasa naye Mwijaku hajakaa kimya, naye akaposti kwenye peji yake Instagram. Tunafahamu kwamba Hassan Mwakinyo wiki zilizopita ilivuzua naye gumzo kwamba kuna namna alishaye kufanyaga tukio la yule kijana ambaye alishambuliwa na mbwa kwenye fence yake. Vitu vilizungumzwa sana vingi pale kidai kwamba alishambuliwa na Hassan Mwakinyo, wengine wanasema ni mbwa. So Mwijaku comment akaposti kwenye IG yake ya Instagram Insta story na kumwambia Hassan Mwakinyo kwamba rais wa ngumi Tanzania umepaswa kusitisha leseni ya Mwakinyo, kataja jina lake kijoki hivi, kwa kuwa una mada kesi, haupaswi kuwa katika mchezo wa ngumi, kwa sasa ni muuaji. Tunasubiri mahakama itende haki na inshallah nitahudhuria kwenye kesi yako na nitaripoti kila hatia kupitia kipindi cha Jirani hapa Crown FM, haki itapatikana. So hii ni Insta story ya Mwijaku kumkumbushia kwamba wewe una kesi Hassan Mwakinyo, kwa ujiandae pia kesi yako na iangalia kwa makini, kwa sababu kitendo ambacho ulikifanya kipindi cha nyuma kumshambulia yule kijana ni kitendo cha kiuaji. Kwa hiyo inabidi ufungiwe pia hata leseni ya ngumi wasikupe. Lakini hajaishia Mwijaku, hajaishia hivyo, kazidi pia
kuposti picha zake kwenye mitandao ya kijamii zikimuonyesha yule kijana ambaye pia amepatwa na majeraha, ambaye amepigwa na Hassan Mwakinyo, akishare na maujumbe mazito na kuwasi watu kwamba Hassan Mwakinyo alikuwa na nia ya kumuua na vitu vingine kama hivyo. So unaona kabisa kwamba hili battle la mtandaoni limekuwa so poa, kila mtu anavuta kwenye upande wake, huko Mwijaku ana kesi ya kugombanisha mabinti wa chuo, lakini pia huku Mwakinyo na kesi yake ambayo inatarajiwa kufanya siku zijazo hivi karibuni kumjeruhi kijana mmoja ambaye alipita nje ya fence yake. Mwijaku anaendelea kushare picha na anazidi kuchochea moto kwamba so ungwana bana, huu ni ushetani, inabidi au kuumiwe na yeye, kesi yake ifanyiwe vitu vingine kama hivyo. Mimi nataka maoni yako kama wewe ni mwanafamilia wa Bongo Plus TV kwa haya majibizano. Unahisi kuna kitu nyuma yake kuna kitu nyuma yake ambacho hakipo sawa kati ya Mwijaku pamoja na Hassan Mwakinyo, au kuna vitu ambavyo maybe wanafahamiana? Drop ya comment hapa alafu niambie. Mimi naitwa Ripo Secretaries Kibwana Libia Kitengo, again nothing more. Hii ni Bongo Plus TV. Ciao.